السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحبتي في الله، لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ Kwa nini usiku wa Lailatul Qadr uliitwa kwa jina kama hilo? Wametaja wanazuoni wetu maana kadhaa, sababu iliyopelekea kwa nini ukaitwa usiku wa Lailatul Qadr. Sababu ya kwanza, lianna Allah yuqaddiru fiha maqadir sana, Mwenyezi Mungu Subhana katika huo usiku anakadaria mambo ambayo kwamba yatapitika kwa mwaka mzima. Kila Muislamu anawajibika kuamini, ni lazima aamini jambo la qadar, ni katika nguzo za iman, wa antu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Na maqadir ni sehemu nne. Ya kwanza ni katika Lauhul Mahfudh, kabla Mwenyezi Mungu hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 50. Ya pili ni wakati mtoto yuko ndani ya tumbo mamake, akifikisha miezi minne, Mwenyezi Mungu anamtuma malaika anamwandikia mambo kadhaa. Na ya tatu ni hii ambayo kwamba inapitika katika usiku wa Lailatul Qadri, qadar ya kila mwaka. Mwenyezi Mungu anasema fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mwenyezi Mungu anakuandikia ajali yako, siha yako, afya yako, utaoa, utasafiri, kila ambacho kwamba kitapitika katika mwaka Mwenyezi Mungu anakipitisha katika usiku wa Lailatul Qadr. Na ya nne ni qadar ya kila siku, wa kulla yawmin huwa fi sha'ni, kila siku Mwenyezi Mungu yuko kwenye mambo yake, kila siku Mwenyezi Mungu yuko kwenye shughuli zake. Umeitwa usiku wa Lailatul Qadr kwa sababu Mwenyezi Mungu anaandika makadario ya waja wake. Naam, sifa Mwenyezi Mungu hasifiki na ujinga wa aina yote. Alima bima kan wa alima bima yakun wa alima bima sayakun wa alima bima lam yakun law kana kaifa kana yakun. Mwenyezi Mungu aliyajua yalokuwepo na anayajua yaloko sasa na anajua yatakayokuja, wala si break news kwa Allah. Na Mwenyezi Mungu anayajua yale ambayo kwamba hayakuwepo na hayapo wala hayatakuwepo, na Mwenyezi Mungu anajua ya lau yangekuwepo yangeleta natija kiasi gani ama hasara kiasi gani. Ama sababu ya pili, wanazuoni wametuelezea kwa nini uliitwa usiku wa Lailatul Qadri, liadhami qadriha wa sharafiha, kwa sababu ni usiku wenye sharaf, ni usiku wenye hadhi kubwa. Katika lugha ya Kiarabu ukisema fulanun dhu qadrin, maana yake fulanun dhu sharafin, mtu fulani ana sharaf, mtu fulani ni mtu mwenye heshima zake. Na naam, usiku wa Lailatul Qadr ni usiku aliochagua Mwenyezi Mungu Subhana, kama alivyomchagua Jibril katika malaika, kama alivyochagua Firdaus katika janna, kama alivyomchagua mtume katika wanadamu, kama alivyochagua Makka katika ardhi, na kama alivyochagua maji ya Zamzam, na kama alivyochagua Ijumaa katika siku 7 za wiki, na kama alivyochagua miezi minne, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na mwezi wa Rajab, na kama alivyo chagua umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio umma bora. Naam, katika usiku mwaka mzima Mwenyezi Mungu aliuchagua usiku wa Lailatul Qadr, ndio usiku wenye sharaf, ndio usiku wenye hadhi, ndio usiku wenye heshima. Na mambo ambayo kwamba ilipelekea ikawa na sharaf, ikawa na heshima ndani yake, Qur'an iliteremshwa. Mwenyezi Mungu anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, ama kwa hakika tuliteremsha Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadr. Na kuteremsha huko Mwenyezi Mungu anakusudia katika Lauhul Mahfudh mpaka kwa mbingu ya dunia jumlatan wahida. Na katika yanayopatikana katika huu usiku, fadhila yake, Mwenyezi Mungu anasema Lailatul Qadr khairu min alfi shahr, huu usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000, na hesabu ya miezi 1000 ni miaka 83 na miezi minne. Bila shaka ni sharaf. Mtu akifanya ibada katika usiku mmoja ni kana kwamba amemwabudu Mwenyezi Mungu miaka 83 na miezi minne. Ndani ya usiku wanashuka malaika. Hizi ni katika fadhila ambazo kwamba zinapelekea huu usiku kuwa na sharaf, huu usiku kuwa na hadhi. Na sababu ya tatu na ya mwisho, wanatuelezea wanazuoni wetu, likathrati nuzulil malaikati fiha, ndani ya huu usiku umeitwa Lailatul Qadr kwa sababu malaika wanashuka kwa wingi ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Fatadhiqul ardu bihim min kathratihim, ardhi inakuwa ndogo kwa wingi wa malaika, kwa sababu idadi ya malaika hakuna anayejua ila Mwenyezi Mungu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna malaika ambao kwamba ile siku ameenda safari ya Isra na Mi'raj, akaona Baitul Maamur, Al-Kaaba ile kwa mbinguni, mbingu ya 7,
Akamuuliza Jibril, hii ni nini? Jibril akamweleza kuwa hii ni Baitul Maamur. Kila siku wanaingia malaika 70,000 wanatufu, na wakiingia hawatoki. Siku ya pili wengine, siku ya tatu wengine, siku ya nne wengine. Je, idadi ya malaika ni ngapi? Wangapi? Hakuna anayejua ila Mwenyezi Mungu. Katika huu usiku wa Lailatul Qadr wanashuka malaika ardhini, mshuko ambao kwamba si wa kawaida, wanabanana kwa wingi. Kutokana na mbano huo ukaitwa Lailatul Qadr, kwa sababu al-qadri hapo inatumika kama jambo la kubana, kama ilivyokuja Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Mwenyezi Mungu anamkundulia riziki anayemtaka, na mwingine anampunguzia, mwingine anabana. Naam. Na vile vile usiku wa Lailatul Qadr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika wanashuka na Jibril pia anashuka katika usiku kama huo. Ndugu Waislamu, hizi ni sababu kadhaa ambayo kwamba ilipelekea ukaitwa usiku wa Lailatul Qadr, na kuhusia pamoja na kujihusia tujisumbue kuutafuta usiku katika hili 10 la mwisho katika siku za witri, odd numbers, usiku wa 21, 23, 25, 27, 29. Na anasema Mtume, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr ana imani na Mola wake na anatarajia malipo kwa Mola wake, atafutiwa madhambi yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuudiriki na kuupata usiku wa Lailatul Qadr. Taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal.